Ilikuwa ni jioni tulivu, mida ya saa 12. Abiria wa basi liendalo mikoani katika nchi ya Tanzania, ikiwa kama usafiri uliozoeleka zaidi kutoka mkoa mmoja hadi mwingine. Abiria wale walikuwa wamekaa kwenye basi zuri lililokuwa likifanya safari zake kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya kanda ya Ziwa, baadhi yao wakiwa wamesinzia na wengine wakiwa wanaangalia runinga iliyokuwemo ndani ya basi lile. Dereva alikuwa akiendesha kwa umakini mkubwa, huku kwa nje kukionekana miti mikubwa na minene kama ya kwenye msitu. Kwa kupitia kioo cha mbele, windscreen, kulionekana barabara ya lami iliyonyooka vizuri. Mara ghafla kilitokea kama kivuli cha mtu mbele ya basi lile, na dereva kwa uwezo na utaalamu wake wa kushika usukani alijaribu kumkwepa mtu yule bila mafanikio. Dereva yule alisahau sheria ya kwanza ya udereva, na kosa lile liligharimu maisha yake pamoja na uhai wa abiria aliowabeba ndani ya chombo kile cha usafiri. Gari lilipoteza uelekeo na punde si punde lilikuwa likibingirika pembezoni mwa barabara, na kutokana na uwepo wa miti mikubwa, basi lile lilijibamiza kwenye baadhi ya miti na kupelekea kuharibika vibaya sana. Kosa dogo alilofanya dereva la kutaka kunusuru uhai wa mtu mmoja ambaye alimuona mbele ya barabara lilisababisha ajali mbaya sana. Baadhi ya abiria walipiga kelele za kuomba msaada kutokana na majeraha walioyapata na maumivu makali, lakini sauti zao zilimezwa na uwepo wa miti minene ndani ya msitu ule uliopo pembezoni mwa barabara. Ghafla walitokea watu wa ajabu waliokuwa wamevaa kaniki nyeusi na vilemba vyekundu, huku wakiwa wameshikilia mitungi pamoja na vibuyu vilivyozungushiwa shanga na irizi. Watu wale waliokuwa takriban 15. Nywele zao zilikuwa ndefu na zilizokuwa zimepakwa matope. Kucha zao zilikuwa chafu na ndefu, huku wakiwa na macho mekundu sana. Baadhi yao walikuwa na silaha za jadi vilivyozungushiwa irizi nyekundu, huku vikichuruzika damu. Watu wale wa ajabu, wa kike kwa waume, walilifuata basi lile lilokuwa limeanguka, huku wakitembea kwa mwendo wa madaha na kuringa mithili ya mtu aliyeona chakula kitamu, huku akiwa na njaa kali sana. "Mama, tusaidie!" aliongea mmoja wa abiria, huku akilia baada ya kuwaona wale watu wakilisogelea basi lile kwa kupointia kioo cha nyuma ambacho kilikuwa kimevunjika vibaya. Mtu yule ambaye mguu wake wa kuume ulikuwa umevunjika vibaya, huku chuma kikubwa kikiwa kimeingia ndani ya bega lake la kushoto, aliwaona watu wale, lakini hakuweza kufanya lolote wala kunyanyuka. Baadhi ya majeruhi wengine walijitahidi kutoka kwenye basi lile, lakini ghafla kilisikika kitu kizito kikitua juu ya basi lile lililolala kiubavu-ubavu. Mtu mmoja aliyekuwa amekatika mguu na kwa ujasiri mkubwa alijitahidi kutoka nje ya basi lile kwa kupitia dirishani. Ghafla alivutwa kwa nguvu kuelekea nje na alisikika akipiga kelele kwa nguvu sana, "Mama, nakufa!" Alisikika mtu yule, lakini ghafla sauti yake ilianza kuzimika kama vile alikuwa akinyweshwa maji, hivyo alishindwa kuongea. Hii ilikuwa damu iliyokuwa ikizuia koo lake kutoa sauti, hivyo kufanya damu kuingia kwenye koo la hewa. Abiria wengine waliokuwemo ndani ya basi lile lililopata ajali waliduaa kwa hofu, lakini ghafla kioo cha mbele cha basi lile kilitolewa, kisha watu wale wa ajabu waliingia ndani ya basi lile na kuanza kumpoteza mtu mmoja baada ya mwingine, huku wakijaza vibuyu vyao damu zilizokuwa zikimiminika kutoka kwa majeruhi wa ajali ile. Kwa nje basi lile lilionekana likicheza, huku sauti za abiria wakiomba msaada zilisikika, lakini hawakuwa na huruma na waliendelea kuvuna damu kwa abiria mmoja mmoja mpaka waliwamaliza wote. "Hawa wanataka kutufanyia nini?" ni moja ya mawazo ambayo yalikuwa yakizunguka vichwani mwa baadhi ya abiria. "Mama, tusaidie, wachawi wanatumalii!" alisikika abiria mmoja ambaye hakufanikiwa kumaliza kauli yake. Mara sauti ziliishilia kwa mbali. Watu wale waliovaa kaniki walitoka ndani ya basi lile, huku wakiwa na mitungi pamoja na vibuyu vyao mikononi vikiwa vinavuja damu iliyokuwa ikichurusika taratibu sana. Kwa mwendo wa ajabu, wachawi wale walitoka kwenye basi lile na kutokomea kwenye ule msitu uliopo pembezoni mwa ile barabara. Sauti za bundi pamoja na fisi zilisikika kutokea ndani ya msitu ule, huku wakilia kwa kupeana zamu. Mara alitokea mtu mmoja kati ya wale wachawi, huku mkono wake wa kuume alikuwa ameshikilia usinge mweusi uliokuwa umeloa damu, akiwa amepanda fisi mkubwa mwenye macho mekundu, huku mdomo wake wenye meno makubwa yakiwa yamechongoka. Ulimi wake ulikuwa nje, huku akidandosha udenda kama mbwa. Alipita kwa kasi karibu na basi lile, na pembeni kidogo kulikuwa na kibao kilichoandikwa kwa herufi kubwa, "Karibu hapa ndio Gamboshi." Ghafla wachawi wale walipita kwa kasi wakimfuata yule mchawi wa kwanza ambaye alionekana kama ni mkubwa wao.
Damu iliyokuwemo kwenye moja ya mtungi uliokuwa umejaa vizuri na umepakiwa kwenye mgongo wa fisi mmoja iliruka na kumwagikia kwenye kibao kile na kuyafanya maandishi yale kuwa alama nyekundu na kutishia mtu yoyote ambaye atayasoma. Upande wa pili, akiwa amekaa kwenye meza ndogo anapata chakula cha jioni, Nyangeta, binti mrembo aliyeumbika kisawasawa, mwenye shepu nzuri na rangi inayoendana na ngozi safi laini yenye mvuto wa aina yake, nywele fupi zilizopangika vizuri kichwani, huku akiwa ameweka bleach ya rangi ya kahawia, ilimfanya aonekane binti wa kisasa, huku akiwa amevalia nguo za kulalia, night dress, mkononi mwake akiwa ameshikilia mnofu wa nyama ya kuku, akiutafuna taratibu na kwa mbali akisikiliza mziki laini kutoka kwenye sabufa iliyomo ndani ya chumba chake. Ghafla simu yake aina ya Samsung Galaxy S5 Active iliita. Aliisogelea na kuiangalia kwenye kioo. Ilikuwa imeandika Inspector Rashid. Aliipokea kwa adabu na kuiweka sikioni. Halo afande. Ndio afande. Sawa afande, nitakuwa tayari baada ya dakika 5. Sawa afande, alijibu kwa adabu Nyangeta, huku akinyanyuka kwa haraka na kuanza kubadili nguo pamoja na viatu. Alichukua koti kubwa kabatini na kulivaa juu, huku akichukua na bunduki yake aina ya bastola bureti 9mm na kuiweka kiunoni. Alifungua kabati lingine pembeni na kutoa magazini ndogo, kisha akaiweka mfuko wa koti alilolivaa. Mara alisikia mlio wa gari ukitokea nje. Alisogea dirishani na kusogeza pazia lililopo dirishani ili kumpa uwezo wa kuchungulia nje. Gari ndogo nyeusi aina ya Rafo ilipaki nje ya nyumba yake na kupiga honi. Nyangeta alitoka nje na kufunga mlango wa nyumba yake kwa nje, kisha aliingia kwenye gari lile, kisha dereva wa gari akaliondoa kwa kasi. Nyangeta Jacob, binti wa miaka 26 ambaye amefanikiwa kuhitimu mafunzo yake ya uaskari akiwa katika kitengo cha upelelezi, ndiyo kwanza ametimiza mwaka mmoja kazini, lakini amekuwa ni mmoja ya wapelelezi wanaoaminiwa zaidi katika jeshi la polisi nchini. Pamoja na mafanikio yote aliyoyapata, Nyangeta hakuwahi kuwafahamu wazazi wake halisi. Maisha yake yote amelelewa na wazazi wa kambo ambao walimwokota akiwa na umri wa mwaka mmoja. Ilikuwa ni alfajiri ya saa 12 eneo lilipotokea ajali ile ya basi. Watu kiasi wakiwa wamevalia mavazi ya kiaskari walizagaa pembeni mwa gari la kubebea wagonjwa mahututi ambulance, huku miili ya watu waliokufa kutokana na ajali ile ikiwa imefunikwa kwa mashuka maalum yenye rangi nyeupe, huku imepangwa barabarani. Hatimaye ndani ya muda mfupi baadaye gari la kina Nyangeta lilifika na kupaki pembeni. Nyangeta pamoja na askari mwingine wakiwa amevalia kiraia, wote wawili walishuka na kulisogelea eneo la tukio. Askari mmoja aliwafuata na kuanza kuwapa taarifa za tukio. Inspekta Nyangeta, kitengo cha upelelezi. Huku akionyesha kitambulisho chake, Nyangeta alimwambia yule askari huku akiendelea kwenda. Jambo afande. Yule askari alimpigia saluti Nyangeta huku akimpisha njia. Nipe ripoti, Nyangeta alimwambia yule askari. Abiria 35 wamekutwa wameshapoteza maisha, hakuna majeruhi hata mmoja. Abiria mmoja alitupwa nje, yeye shingo imekatika kabisa. Dereva alifariki pale pale, tumekuta kwenye steering amebanwa na steering la basi. Hakuna dalili za kupasuka kwa tairi, labda spidi ilikuwa kubwa au breki ilikatika. Bado mafundi wetu wanaendelea kuchunguza chanzo cha ajali hii, alijibu askari yule aliyetambulika kwa jina la Afande Bwire. Nyangeta akiwa na yule askari mpelelezi mwingine walilizunguka lile basi huku wakilichunguza huku na huku. Ghafla Nyangeta aliona kama taswira ya mtu kupitia kwenye kioo cha basi lile lililoanguka. Aligeuka nyuma kwa kasi huku akiwa ameikamata bastola yake, lakini hakuona mtu wala kitu chochote. Alianza kukimbia kwenda porini, lakini bado hakuona mtu wala kitu chochote. Askari wengine walimfuata na kumuuliza huku akiwa na silaha zao mkononi. Hakuna kitu. Nilidhani nimeona mtu ananiangalia, alijibu Nyangeta. Yule mpelelezi mwingine aliyefahamika kwa jina la Doto alimuuliza huku akimwangalia macho ya kutokumwelewa. Uko sawa Nyangeta? Niko poa Doto, sijalala vizuri toka juzi, Nyangeta alijibu. Pole, kama vipi twende kituoni then tukatafute room upumzike kidogo, Doto alijibu huku akiweka silaha yake kiunoni. Okay, poa, alijibu Nyangeta, nao waliondoka kuelekea kwenye gari. Kumbi pale walipokuwa wamesimama kwa pembeni kulikuwa na mti mkubwa ambapo kwa juu kabisa kulikuwa na mtu ambaye amevalia kaniki ya kijivu. Nywele zake zilikuwa ndefu na macho mekundu yaliyowaka kama taa. Mtu yule alikuwa amechuchumaa kwenye tawi kubwa la mti huku akiwa anawaangalia kwa umakini wakina Nyangeta pasipo wao kumwona. Nyangeta pamoja na Doto walipita karibu na kile kibao kilichoandikwa karibu, hapa ndio Gamboshi.
huku akiwa ndani ya gari walilokuja nalo. Kwa pembeni waliona kundi la watu wakipita na kutema mate chini karibu na kile kibao. Unaona vipi wanavyofanya hawa watu? Nyangeta alimuuliza Doto akiwa katika hali ya kushangaa. Mambo ya kiutamaduni haya sidhani kama ina maana yoyote, Doto alijibu huku akiongeza spidi ya gari na kuondoka zao. Kituo cha polisi Shinyanga yalisomeka maandishi makubwa yaliyopo kwenye jengo kubwa, huku pembeni yakiwa yamepaki gari za polisi aina Defender. Gari ya kina Nyangeta iliingia na kupaki karibu na mlango mkubwa wa kituo hicho. Nyangeta na Doto walishuka na kuingia ndani ya kituo kile. Mlangoni walipishana na msichana mrembo mwenye nywele ndefu akiwa amevaa gauni zuri sana. Alipita karibu ya Nyangeta huku akimwangalia na kumsalimia. "Habari afande?" "Salama tu. Habari za leo?" alijibu Nyangeta. "Nzuri tu. Kazi njema," alijibu msichana yule na kuondoka zake. Nyangeta alimwangalia Doto na kumuuliza, "Yule amejuaje mimi ni askari?" "Hilo sio swali. Kila mtu akikuona tu anajua wewe afande, kani hutaki kujulikana?" Doto alijibu huku akitabasamu. Waliingia ndani na kukutana na askari wawili kwenye deski wakiwa wanajadili kuhusu yule msichana aliondoka. "Yaani yule mdada kila kukitokea ajali lazima aje, sijui ana nini?" aliongea askari wa kwanza. "Atakuwa mchawi yule," alijibu askari wa pili. Wale askari walipowaona wakina Nyangeta wakiwa wamesimama, waliwakaribisha na kuelekeza ofisi iliyoandikwa mkuu wa kituo. Nyangeta na Doto waliingia ndani ya ofisi ile na kukutana na askari mmoja aliyekuwa na mwili mkubwa uliojengeka kimazoezi, akiwa amevaa mavazi ya kiaskari huku akiwa na nyota kadhaa kwenye mabega. "Afande Nyangeta, karibu Shinyanga." "Nashukuru afande Rashidi. Huyu ni afande Doto, ni partner wangu," alijibu Nyangeta baada ya kupiga saluti na kuketi kwenye viti vililokuwepo. "Afande, nafikiri mmefika eneo la tukio?" afande Rashidi alimuuliza Nyangeta huku akifunua faili lililokuwepo mezani kwake. "Ndiyo afande," alijibu Nyangeta kwa makini. "Sasa kwenye hii kesi tumeifuatilia. Kronomita iliyokuwemo ndani ya basi ilirekodi spidi 80 km kwa saa. Sasa ajali iliyotokea pamoja na kioo cha mbele kutoka kabisa inaonyesha kabisa kuna jambo zingine zaidi ya ajali ya kawaida. Na kitu cha kustaajabisha zaidi, eneo lile liini ajali ya 4 ndani ya miezi miwili. Pia watu wote wamefariki, na pia kwa ripoti za maiti zote zimekutwa zimekauka damu. Hii ndiyo imetufanya tuombe msaada wa kiupelelezi kutoka makao makuu, na wametupa nyie. Natumai mtafanikiwa kuupata undani wa chanzo cha ajali," alimalizia afande Rashidi huku akimkabidhi Nyangeta faili la kesi na kusimama. "Twendeni nikawaonyeshe ofisi zenu." Wote walinyanyuka na kuelekea nje ya ofisi ya afande Rashidi. Walikwenda moja kwa moja kwenye ofisi nyingine na kuingia, walikuta viti pamoja na meza, kompyuta pamoja na kabati dogo la cheme. Nyangeta aliingia na kuweka faili mezani. Aliketi kwenye kiti, aligundua kwa pembeni kulikuwa na karatasi kidogo kilichokunjwa. Alikiokota na kukifungua na kukuta maandishi yaliyosomeka, "Nyangeta, ile sio ajali ya kawaida. Wanakuinda wewe kwa kuue kabla hujafahamu haki zako. Ukitaka kujua ukweli, noja kona ya Mbuyu saa 6 peke yako." Nyangeta alishtuka na kuangalia dirishani. Alimuona mtu akikimbia, alitoka mbio pasipo kuaga na kukidondosha kile kikaratasi bila kuambia chochote afande Doto na afande Rashidi. Afande Doto alikiokota kile kikaratasi na alishangaa, kikawa hakina maandishi yote. Alishangaa na kuanza kumfuata Nyangeta nje. Inspekta Nyangeta alirudi ndani huku akikutana na Inspekta Doto pamoja na Inspekta Rashidi wakiwa mlangoni wakimwangalia. "Nyangeta, vipi, mbona sikuelewi?" aliuliza Doto. Mimi mwenyewe hata sijui nini kinaendelea." Wakiwa wamesimama, Nyangeta alimpukunda Doto kile kikaratasi chenye ujumbe ambacho Doto alikishikilia mkononi. Nyangeta alikiangalia na kuona hakina maandishi yoyote. Hii karatasi uliisoma pale ulipoiokota?" alimuuliza Nyangeta kwa hamaki. "Ningesoma nini wakati haina maandishi yoyote?" alimjibu akimshangaa. Wakiwa wamesimama, Inspekta Rashidi aliwaaga na kuondoka zake elekea ofisini kwake. Wakiwa bado wapo kimya wamesimama, alipita askari moja. Nyangeta alimfuata na kumgusa begani. "Hey, samahani, afande Bwire si?" ndio aliuliza yule askari huku akiwa na mashaka. "Bwire, afande Bwire, sio Bwire," alijibu askari yule huku akitabasamu. "Yes, Bwire, naomba msaada wako tafadhali," Nyangeta alimwambia afande Bwire. "Msaada gani?" afande Bwire alimjibu. "Wewe ni mwenyeji huku." Sio sana." "Unapafahamu sehemu gani?" "Panaitwa kona ya Mbuyu, unapafahamu?" afande Bwire alimwangalia usoni na kutabasamu. "Kona ya Mbuyu kila mtu anapafahamu. Unaweza kunipeleka?" Bad news, madam. Pale sio pa kuenda."
hapafai. Kama unataka kwenda pale, lazima uwe umeaga kwenu. Hakuna mtu anayesogea pale, Afande Bwire alijibu huku akiwa na hofu. Yaani madam, kitu inachoweza kukusaidia labda ni kuelekeze tu, ila usiende tafadhali. Watu wanaenda yale maeneo huwa warudi. Usijali, nielekeze tu inatosha, alijibu Nyangeta. Haya sawa, alijibu Afande Bwire huku akichukua kalamu na karatasi na kumchorea alama na kumpatia. Doto alikuwa pembeni akimwangalia, mwisho akaamua kumuuliza, umemaliza? Haya tuende, maana mimi njaa inauma, alafu nimechoka balaa, unajua huku mbali sana, Doto alimwambia Nyangeta huku akitoka nje. Nyangeta alimfuata huku akikunja kile kitaratasi cha rama na kuweka kwenye mfuko wa koti alilovaa. Waliingia kwenye gari yao na kuondoka kituoni pale.